Bwana awe nanyi. Wapendwa wa familia ya Mungu, tumekusanyika hapa mchana huu wa leo mahususi tukiwa tuna nia ya kusali kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mpendwa wetu baba yetu Johnson Buiza Musaya, ambaye leo tunaposali kumkumbuka tangu ametotoka siku 40, tunamwambia Mungu asante kwa zawadi ya maisha yake hapa duniani, nasi tukiunganika na familia hii kwa pamoja tukitolea misa hii ya kumwombea ili azidi kupata pumziko la amani huko mbinguni, tukiwa na nia hiyo ambayo inatuunganisha sote pamoja katika kumwombea mpendwa wetu baba yetu. Tujute dhambi zetu. Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Ee Mungu Baba Mwenyezi, ulithibitisha fumbo la msalaba na kututia muhuri kwa fumbo la ufufuko wa mwanao. Tunakuomba umjalie kwa wema mtumishi wako Johnson, ili aingizwe katika jamii ya wateule wako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Ayubu. Ayubu alisema, laiti maneno yangu yameandikwa sasa, laiti maneno yangu yameandikwa kitabuni, yakachorwa katika mwamba milele kwa kalamu ya chuma na risasi. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivyo, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Hili ndilo neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Luka sura ya 12 haya 35 hadi ya 40. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi leo tunahitimisha zoezi letu ambalo tulianza nalo toka mwanzo, na kama mtangulizi alivyosema kwamba leo ni siku ya 40, na tunachukua nafasi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maisha ya baba yetu Johnson, ambaye tunaamini katutendea mambo makubwa sana kwenye maisha yetu, na kwa namna hiyo tunapohitimisha, maana yake tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, na hasa kwa kutufanya sisi ambao ni watoto wake, kwa kutambua mchango wake kwa maisha yake aliyoishi hapa duniani, tukiamini kwamba hii ni safari yetu sisi sote. Hakuna hata mmoja atakayesalia katika ulimwengu huu akiamini kwamba ataishi milele. Katika maandiko matakatifu, na hasa katika somo la kwanza ambalo Ayubu anaeleza, anasema, laiti kama maneno yangu yangeweza kuandikwa kwa chuma au kwa risasi, na hasa katika mawe, wake aweze kusoma
lakini kwa bahati nzuri maandiko yake yaliandikwa katika vitabu vitakatifu. Leo Ayubu hayupo, lakini sisi tunapata fursa ya kusikiliza kile ambacho Ayubu alikuwa amekipitia, kwa sababu yale ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia tangu mwanzo, lakini kwa nguvu ya shetani ambayo aliamini kwamba katika hayo yasingewezekana tena, lakini Ayubu anakuja anarudishiwa nafasi ya mwisho kabisa katika kipindi ambacho amekata tamaa. Historia ya Ayubu kwetu sisi katika maisha yetu si historia ngeni sana. Kati ya mtu ambaye alipitia changamoto ngumu sana, licha ya kwamba katika nafasi zake za mwanzo alipata mafanikio makubwa. Ayubu anaeleza uchungu anaopitia, na hasa naamini kwamba wale ambao walikuwa wanawatumainia sana marafiki zake na hata mke wake mwenyewe, alimwambia mtukane Mungu kwa mapito anayopitia. Lakini Ayubu hakufanya hivyo, na hakuwa na sababu pia ya kufanya hivyo. Sisi katika maisha yetu pia tunachotoka kina Ayubu, ambao bahati mbaya zinakuja kuandikwa siku za mwisho kabisa, wakati tumekufa. Hata wale wataalamu wa maandiko matakatifu, hata wale wanaoweza kuandika vitabu, hawaandikaji historia za maisha yao. Wangeweza kuandika historia za maisha yao, ingekuwa rahisi zaidi. Katika nafasi ya mwisho tusitafute maneno. Nasema kwamba huyu aliyekufa alishawahi kuandika historia ya maisha yake. Kwa hiyo tupitie tu sisi kuangalia. Wakati mwingine tunajaribu kuchokonoa pale kwa mazuri kuweza kumsifia marehemu. Lakini marehemu muda fulani anatuangalia anasema, laiti kama mngejua maisha yangu nilivyokuwa ninaishi, wala sikupaswa kupambwa kiasi hicho. Kwa nini watu wamsemi nampamba sana? Ayubu anaposhiriki katika maumivu haya na kuanza kusema, anatupa sisi nafasi ya kutafakari kwamba maisha yetu sisi ni maisha ya mpito. Tuna kila sababu ya kuandika historia za maisha yetu tukiwa bado tunaendelea kuishi na tukiwa tunapumua. Tafsiri ya kawaida kabisa ya maisha ya kibinadamu tungesema kwamba tujitahidi sisi tuwe tunasomeka. Tuwe tunasomeka na tusomeke katika maana kwamba tunajiandika wenyewe, kusudi hata siku ya mwisho watu wasipate shida ya kusoma kitabu chako. Mtu anasoma akisema tu maisha ya mtu fulani, anasema alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa na hivi. Kwa hiyo tunahitaji sana kutafuta maneno. Ayubu ndicho anachotukumbusha. Kwa hiyo anatuambia kwamba tuishi vizuri na wenzetu. Mungu hawezi kutokea kwa 100% kwa vile tunavyofikiria sisi, kwamba atokee usingizini uone Mungu anakuaje. Ila Mungu anaweza kaonekana kupitia wenzetu, majirani zetu, ndugu zetu, watu wetu tunaoishi nao, familia zetu, wadogo zetu na kaka zetu, waliotuzidi umri, wanawake na wanaume. Mungu anaweza kujidhihirisha huko kupitia mahangaiko yao. Kumbe Ayubu anatukumbusha sisi tujirudi katika dhamiri zetu, tujitafakari, tuone maumivu tunayopitia sisi, basi pia tungetamani wenzetu wasiyapitie. Lakini wakati fulani sisi kama binadamu wetu tunawapitisha wenzetu kwenye changamoto zetu, tukiamini kwamba wenzetu pia aumie kama vile ninavyoumia mimi. Ayubu anatukumbusha, anatuambia tumtangulize Mungu, tutafanikiwa hata yale ambayo tunaamini kwamba kwa nguvu zetu sisi kama binadamu hatuwezi kuzipata. Mungu anaweza kukujalia mambo makubwa sana ambayo kwa nguvu zako wewe kama binadamu hauwezi kupata, hata kama ukitafuta asubuhi, mchana na jioni. Katika Injili tunaambiwa kwamba viuno vyetu viwe vimefungwa na taa zetu ziwe zinawaka. Na natupa mfano, anasema tufanane na mjakazi. Maandiko haya yanatukumbusha moja kwa moja katika maana kwamba mazingira ya bosi na mfanyakazi wake, mtawala na mtawaliwa, katika maana kwamba mtawaliwa mara nyingi ana kila sababu ya kutumika ipasavyo, kwa sababu mwisho wa mwezi unapata chako. Hapa ameweka nafasi kama mtumwa ambaye anaishi katika maisha yake kila siku, anasubiri bosi wake atakapokuja ni saa ngapi. Bosi hawezi kumwambia mfanyakazi kwamba nitakuja baada ya nusu saa, nitakuja baada ya saa moja, au nitakuja baada ya masaa mawili. Yeye anaweza katokea muda wowote,
Lakini maandiko haya yana tafakari kubwa sana katika maana kwamba tukumbuke bosi wetu sisi binadamu ni nani, ambaye hatuwezi kumvaavaa. Bosi wetu sisi binadamu ni nani? Bosi wetu sisi katika maandiko haya ni kifo. Hakuna mtu ambaye anaweza kakaa akasema kwamba bosi wangu atakuja saa ngapi, na akikuingia amekuingia. Hakuna mjadala. Sisi tunaweza tukalia sana, tunaweza tukaomboleza sana, lakini bado wewe hauko nasi. Hauko nasi. Bosi wetu sisi ni kifo, ambaye hatupi taarifa atakuja baada ya nusu saa. Kwa hiyo wenzetu wanapokufa wanaturudisha sisi nyuma, tutafakari kwamba kesho zamu yangu. Najitengenezeaje maisha ya kesho zamu yangu? Tumshukuru Mungu katika yote, katika maana kwamba Mwenyezi Mungu daima sisi ametupa nafasi nyingine ya kutafakari na hasa kusahau. Mwanadamu laiti kama asingetengenezewa hii taswira ya kusahau, sidhani kama tungeweza kuishi kwa pamoja na kwa umoja. Kinachotufanya sisi tuishi kwa amani na uvumilivu ni kwa sababu ya kusahau tu, kupoteza kumbukumbu. Sisi binadamu wana tabia ya kupoteza kumbukumbu. Anaweza akakufanyia mtu kitu kibaya, baadaye ukapoteza kumbukumbu, ukasahau, maisha kaenda. Laiti kama isingekuwa hilo, ingekuwa ni ngumu sana sisi kusameheana. Ingekuwa ni ngumu sana sisi kutambuana kwamba ni binadamu. Na hivi tunaweza pia tukaaminiana, yani katika maisha hayo ya kusahau, kupoteza kumbukumbu. Tunaweza pia tukaaminiana. Kama ungejua kwamba hata wewe jirani yako uliye nayo hapa anaweza kubadilika akawa simba au alikuwa fisi usiku, usizani kama ungekaa naye. Usingeweza. Lakini unaamini kwamba kwa sababu ana macho kama wewe, ana mikono kama ya kwako, ana miguu, ndio maana unaamini kwamba huyu atakuwa binadamu mwenzangu. Lakini mambo yake ya moyo huwezi kuyajua. Huwezi kuyajua. Ndivyo Mungu alivyotusaidia katika maisha yetu. Sasa tukishatambua haya, tufanye nini? Kwanza, uwe na nafasi ya kumtumainia Mungu sana kwenye maisha. Uwe na nafasi ya kumtumainia Mungu sana kwenye maisha yako. Tunapoamka asubuhi, tusikurupuke tu. Hata ndege wakiamka asubuhi wanashangilia, wanaimba. Kama ndege ambao tunaamini kwamba hawana akili na wala hawana utashi, wana kila sababu ya kumshukuru Mungu, wanaimba asubuhi. Na ndio maana sisi tunafika tunatambua kwamba sasa kumekucha au kumekuchwa. Sisi binadamu tukiamka asubuhi, hata kupiga ishara ya msalaba inakuwa ngumu. Hata kumwambia Mungu asante na kushukuru kwa kuniamsha. Usiku ulikuwa mrefu sana. Na binadamu usiku unakuwa mrefu, hata kama umelala nusu saa, bado ni mrefu. Huwezi kujua ndani ya nusu saa nini kinaweza kutokea katikati. Wako watu ambao walilala jana, leo hawajaamka. Lakini sisi ambao tumekuwa wazima, tunaendelea maisha yetu kama Mwenyezi Mungu atupendelea sana. Na ni kweli atupendelea sana, lakini je, sisi tutatoa mshindo nyuma upi wa kumshukuru Mungu? Kwa Mungu asante. Kila siku tukiamka asubuhi ni kama tumefufuka. Kama tumefufuka. Hatukumbuke wakati fulani hata kutengeneza mazingira mazuri, hata kukishukuru tukitanda chenyewe kilichokulalia. Ulichokilalia. Kutandika vizuri inakuwa ni ngumu. Haikupi hata hamu ya kurudi kwenda kulala tena. Unajitupa na unajifufua mwenyewe, unajizika mwenyewe na unajifufua mwenyewe. Kila siku maisha ni haya. Kumbe tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ili siku itakapofika watu wahitimishe kwa kueleza vizuri. Na utaratibu wa maisha yetu ya Kiafrika unajulikana. Wako watu wanamaliza msiba baada ya siku 3. Wengine wanamaliza msiba siku hiyo hiyo. Yaani ukiona watu wanafika wanazika, wakishamaliza kukuzika afu wanasema kwamba jamani tunaagana hapa makaburini. Ujue marehemu mchango wako ulikuwa ni mdogo sana kwa maisha yako. Hawana cha kupoteza yani. Kwa sababu tukienda nyumbani ni shida, makaburini pia ni shida. Tunamalizana hapa makaburini, anasema wanaotakiwa kwenda nyumbani ni wanandugu tu. Ujue kabisa hapa ni shida. Mapambio yale yote yale hayana maana. Ukiona msiba unamaliza afu anakuambia kwamba bwana, wenye uwezo wa kwenda nyumbani twende tukapate uji. Ujue kwamba hawa marehemu kuna chochote alikiacha.
Kwa hiyo walau twende tukafurahi pamoja naye, tumshukuru Mungu pamoja na yeye. Kama kuna makwazo yoyote ambayo aliyasababisha kwenye maisha, basi Mungu amsamehe. Mwingine anamaliza baada ya siku 21, mwingine anamaliza baada ya siku 40, kama leo tunavyoona leo. Wanajipanga, wanatathmini, wanasema kwa haya aliyofanya mzee, aliyofanya mama, aliyofanya ndugu yetu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu pamoja. Ni jambo jema sana, ni jambo jema. Lakini linapofika kwenye swala zima la kifo, wapendwa, sisi kama Wakristo na hata kama sio Mkristo, una kila sababu ya kuwa na imani, mshukuru Mungu kwa yote. Lakini sisi wa Afrika tuna changamoto kubwa sana kupokea msiba. Hatuamini kwamba sisi binadamu tumezaliwa, na hatuamini kwamba sisi binadamu tunatakiwa kufa. Mnaanza kugombana nyinyi wenyewe kwenye familia. Wenyewe kwenye familia mnaanza. Mbona yule alikuwa na macho mekundu sana? Bila shaka ndio kafanya kitu. Mbona yule pale alikuwa na hivi na hivi? Bila shaka atakuwa mshiriki. Yaani kuna kidudu mtu kinatoka kisikojulikana. Wewe msiba haukuhusu, wala sio ndugu yako, lakini unajaribu kupandikiza maneno ya chuki kutoka pembeni. Unajua maneno mabaya yakimpata mtu mbaya yanasambaa vibaya mpaka nyinyi wenyewe mnaanza kutofautiana. Lakini aliyesema maneno haya wala sio mmoja kati ya wanafamilia, ni mtu mwingine kabisa upande wa pili. Mmemruhusu amepenyeza maneno pale, ndio maana anafika mahali mnaanza kushikana nyinyi wenyewe ubaya. Kwa nafasi yoyote tunayopitia, changamoto zote tunazopitia, kama vile Ayubu, tunasema mtangulizeni Mungu. Haya sizungumzi tu kwa wanafamilia, tunazungumza sisi kama Waafrika. Hakuna mtu asiyefiwa hapa. Kila mmoja hapa atakuwa alifiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini pia fanya nafasi ya kujitafakari, kuona kwamba Mungu anapita popote pale. Hazuiliwi na chochote. Hazuiliwi na chochote. Wangekuwa wanaweka magorofani hawafi, nadhani hata wasisi maskini tungekuwa tunapambana tunaingia magorofa yetu sifa. Lakini wewe kama hata kwa gorofa la 21 tutakushusha chini hapa. Hatukuziki kule juu, tunakushusha hapa. Na kama ndio unaishi tu kwenye magorofa yako mwenyewe umejipanga panga, alafu utengeneza mazingira mazuri, tutakupeleka hata kaburi la jengelewa na tope tunakufukia, kukuonyesha kwamba wewe ni mavumbi, na mavumbi yanafanya nini? Tamati. Kumbe nafasi pekee ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia sisi ni kuishi na watu vizuri. Ishi na watu vizuri. Majivuno, malingo, dharau hazina maana. Uendi na hizo, utayaacha hapa, tutaishia kukusema tu. Baadaye watu wanaanza kusema kwamba afadhali ameenda, kwa kero sana ile. Mjini hapa mna mambo mengi sana. Wewe umenunua kiwanja chako hapa, badala ya kumuomba tu upande wa pili, bwana mimi nataka niunge hapa, mnagombana. Yaani mnagombana kwa nafasi, mnaacha kama mchochoro wanapita kwa ajabu, hata paka hawezi kupita. Baada ya kumwambia tu kwamba wewe unga hapa, wewe malizia huku, unga malizia. Lakini mzee unavyokuwa mkali, mimi siwezi kuungana na maskini. Siwezi kuungana na maskini. Asije akaniambukiza bure. Mpendwa, maskini ndio anakuwa mtu wa kwanza kuingia nyumbani mwako ukiwa umekufa. Matajiri wenzako ambao unawazungumzia hawatakuwepo. Hawatakuwepo. Ishi kwa ubinadamu, ishi kwa utu. Ukigundua hivi, maisha hayana maana. Maisha hapa duniani unapumua asubuhi, mchana na jioni, hayana maana. Maana wake unapatikana tu kama unajali. Kama unajali, unajali binadamu wenzako. Kama vile familia leo imetuleta kwenye changamoto ya watoto hapa, watoto yatima, ili kuwatazama. Wangeweza kanunua mchele yote na vyakula wakakanao pale nyumbani, kuna familia tungekula. Lakini kuna maana gani ya kula vyote peke yako na ukavimbiwa asubuhi ukaenda Kairuki? Kuna maana gani? Lakini wakasema kwamba ndio kweli, tukae tukakutane tu tukaangalia watu wanateseka, wanahangaika huko, wanataka huduma. Tunakusanya watu watatu wanne, tukae tule pamoja, tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu. Kwa sababu ndio ndio kwamba sio kwamba isingewasaidia, tuwasaidia sana tu. Lakini wakaona kwamba ngoja tuende tukagawane na wenzetu. Tuone mchango wao. Hii inatukumbusha sisi, hata sisi binadamu wengine ambao tunaendelea kuishi, tukipata changamoto kama hizi tuwakumbuke pia wenzetu wenye matatizo. Yako maisha kwa sasa hivi, wapendwa, watu wanaangalia dhamiri za watu. Mara moja nilishuhudia pale mtu amegongwa na gari. Baada ya kugongwa na amekufa.
Mama mmoja mwenye moyo wake akachukua kikoi chake, viko vile vya Kimasai, akaenda kumfunika kusudi wale wajiji watakapokuja waje wachukue. Tapeli mmoja kaja kaiba kikoi kapotea nacho. Wamemwacha tena mtu yuko tena uchi. Kikoi na utu wa mtu kipi bora? Naweza kukavua kaenda kumvesha mtu, wala kumlinda utu wake, abaki na utu wake. Lakini sisi tuna tabia zetu za kuwatoa na kuwaondolea watu utu wao. Binadamu sisi wapendwa, tunadharau sana. Unaenda kwenye nyumba ya mtu, mbwa wake anamwita Francisca. Mbwa anaitwa Francisca, mbwa. Ulimbatiza saa ngapi? Kama si dharau hizi ni kitu gani? Wapendwa, sio kama tunaelewana. Yaani maisha yamekuwa tofauti sana. Unamwita mke wako ndani mbwa wako Francisca. Francisca kama mbwa anatikisa mkia kanakuja. Na wewe ndio unaitwa Francisca afu umeingia pale. Kwa hiyo wewe na mbwa mnafanana. Unajua anaitwa Francisca jina, anaitwa Francisca mbwa. Sio pendo ni dharau. Kuna watu wanahangaika wanateseka kuona mpatia mbwa wako bili, umwandikia bili, buchani. Sio nyama mchanganyiko, steak. Watu wanahangaika kutafuta nyama. Hawapati mwaka mzima. Wewe unamwambia mbwa wako, unamwambia unamwekea bili buchani mbwa wako kilo 7 na unafoka kilo 7 zisipokuja. Hivi utu wapi? Dhamiri zetu tunajitafakari. Maisha yetu yanakuwa hayana maana kama tunashindwa kugundua vitu vidogo vidogo ambavyo vinatengenezea heshima. Hivyo ndio vinatengenezea heshima. Vidogo vidogo. Ikitokea hata ajali imetokea, kwa mfano leo hii lori la mafuta labda ya kula limedondoka, na dereva ndo anasema jamani, naomba mnisaidie. Niambieni nyinyi kama kweli wa Kristo, mtakimbilia mafuta, mtakimbilia kumsaidia yule mafuta mafuta ya kula yanapanda bei imepanda, baba anasema bei imepanda. Kwa hiyo utu wako wewe sio kitu, wewe kufa, wewe fariki, lakini sisi tunataka mafuta. Uone mtu jinsi anavyokuwa ngumu. Kwa hiyo tuuishe dhamiri zetu. Dhamiri zetu ziwe hai. Zikiwa hai maisha yanakuwa rahisi sana. Dhamiri zetu ziwe hai. Leo tunaishi kama wanyama tu. Hatujali. Pita kushoto, vinapita kulia. Kama tunaishi maisha kama mikanda ya suruali. Kila anaingia huko, mwingine anatokea huko. Tutakutana mbele. Utu wetu uko wapi? Thamani yetu ya maisha iko wapi? Kwa hiyo wenye familia, kama mna watoto, jitahidini sana kuwatengenezea watoto wenu utu. Kitu cha maana sana. Wala sio kuwapeleka kwenye shule za gharama. Unaweza kumpeleka mtoto akasoma academy huko akafaulu vizuri sana. Nakwambia akimaliza shule hana mpango na wewe. Hana mpango na wewe. Mtengenezee mtoto wako aweze kuwaheshimu watu. Kuna watu wana akili sana na wamefanya vizuri sana kwenye maisha yao, niwaambie. Lakini hawana kazi. Na mwisho wakichanganyikiwa hawana kazi, wanabadilika wanakuwa machizi. Nyamdia kwa watu mtaani wanaongea Kiingereza kama ni, lakini ya kazi hawana. Wamekuwa wamechanganyikiwa. Unauliza huyu vipi, anasema alikuwa na akili darasani huyu. Amesoma China. Amesoma Yerusalemu. Ndugu yangu, hata usome Iraki. Lakini ndugu yangu, kilichokuponza kikubwa sana dharau zako. Unapangiwa kazi, usilipi mshahara au kishamba. 200,000, pata 200,000. Kumbe wenzako wanaanza na 200,000, baadaye wanakupandishia mshahara kidogo kidogo. Sasa mimi sio majaribio, mimi sio testi. Wewe kama unataka nilipe jumla milioni zangu 3 weka mezani. Mwisho unakosa kazi. Unashangaa watu walio wanapita darasani wana kazi nzuri, wanaishi maisha yao vizuri. Wewe ndio unafanya vizuri na dharau zako, huna kazi. Mwisho unakaa mara ya kwanza unaanza kuchanganyikiwa mtaani, unaanza kutembea na kuongea peke yako kama taila. Kwa sababu gani? Ya dharau zako. Kumbe maisha wapendwa ni utu. Nimeng'ang'ania hapo kwenye utu sana. Kila mmoja ajihoji, afanye tathmini ya maisha yake. Anawatendea wenzake nini? Ukiishi maisha hayo, utaishi maisha bora sana. Maisha bora sana. Kuna watu wanaweza wakashangaa wanakufa,
lakini wanaokuja kuhudhuria msibani ni watu wa kawaida sana, ni watu wa kawaida sana. Watu wale ambao ulikuwa unakula nao maisha hawapo. Hilo ni la tatu. La nne, linapofika swala la wewe kupitia kwenye changamoto kama binadamu, yaani wewe unapitia changamoto, usiwe sababu ya kuwafanya wenzako pia wapitie changamoto kama za kwao zinawasubiri. Kuna watu wakipitia changamoto kidogo, wanafujua kushare, wanaingia Facebook haitoshi, wanaingia WhatsApp haitoshi, wanaingia wapi haitoshi, wanahama nyumba hadi nyumba kuelekeza matatizo yao, wakati wenzako wanakuzoom tu. Nasema ungejua ya kwetu si makubwa zaidi kuliko ya kwako. Hizo changamoto hata inapofikia swala zima la kufa, kuna watu wanakufa kwa makelele sana, inatuchosha, inatusumbua. Wewe umeishi miaka yako 40, umeishi miaka yako 50, 60, 70, 80, Mungu akujalie ufanye 100. Unapofikia nafasi ya kusema unaanza kupokea kifo, pokea kifo kwa ujasiri. Pokea kifo kwa ujasiri kama Mkristo, pokea kifo kwa usajili kwa utajiri kama mtu. Watu wanalalamika sana inapofika swala la kifo. Huko hospitalini umelazwa, wakikuchoma sindano kidogo unakunja uso, umekasirika mwenyewe. Tulia, dawa ikuingie. Sio ndio malaria yale? Unakunja uso kwa ajili ya nini? Unalalamika nini? Si unaumwa. Kunywa dawa. Mmoja akasema, jamani, hivi huko hospitalini hizo dawa ni lazima sasa ziwe zinachacha, kwani usiweke na sukari? Hapana, kuchacha kule ndio kupona kwenyewe. Kunywa. Hata unapofika swala kukata roho, kata roho mpendwa. Sio unakata roho afu unasema umefufuka. Umefufukaje? Unatutishia huko mtaani, unatutishia nini maisha? Sisi tumeshatangaziana huko mtaani kwamba jamani fulani kafa. Hicho nasikia eti amezinduka. Unazindukaje mpendwa? Sisi tumeshatangaziana. Hataki kufa. Au unakufa kwa aibu. Unakufa ndani ya kufa, kuna ushirikina ndani yako kutosha. Unaanza kueleza, mimi jamani msinione hivi. Mimi ndio nilikuwa baba lao wa wapi? Nilikuwa naruka na ungo, unasaidia nini? Mpaka muuguzi anakukimbia. Anakukimbia muuguzi. Kwa sababu ya aibu unayomtia. Kwa aibu unayotia familia. Kwa aibu unayotia mtaa. Kumepokea mambo yako kwa ujasiri. Pamoja na maumivu yako pokea. Pamoja na furaha zako, mbona kwenye kula bata kumbe ukiishi katika maisha hayo, tambua kwamba ipo siku maisha yatafika yatapotea. Na akipotea, watu huku nyuma waache historia nzuri. Watu waseme mwamba amepita hapa. Alikuwa mtu kweli kweli na nusu. Ukitoweka watu wakutafute. Wakuulizie, mbona fulani hapa hatumuoni siku hizi? Ukiona nyumbani kwako unatoweka hata siku 4 5, hata majirani hawana mpango na wewe, ujue maisha yako hayana msaada wowote. Hakuna hata jirani, hata mbwa abwe.
yangu na yenu bali na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake yote takatifu. Ee Bwana, umtazame kwa wema mtumishi wako Johnson, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tena la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Takatifu Bwana, takatifu Bwana Mungu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na ulimwengu zimejaa utukufu wako mkuu. Hosana, hosana juu mbinguni, 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 hosana, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana, hosana juu mbinguni, 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 hosana, hosana juu mbinguni. Kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na Askofu Mkuu Juda Thaddeus Ruwa'ichi na Askofu Msaidizi Henry Nchamungu na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Johnson Buinza Musaya uliyepita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunakutazamia tumaini lenye heri na ujio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Twende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, Na iwe rohoni mwako. mpeane amani. Uondoaye dhambi za ulimwengu.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Tuombe. Ee Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti iletayo uzima. Tunakuomba ndugu yetu marehemu Johnson ambaye umemshirikisha agano lako atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa heshima kubwa ya mapadri ambao wametuongoza vyema katika adhimisho la misa takatifu, kipekee kabisa mkurugenzi wa kituo hiki, wanafamilia ya mpendwa wetu Johnson, marafiki, wanakwaya na wapendwa ambao wanaishi hapa, wanahabari na wote ni mapenzi mema na kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai ya baba yetu mpendwa, na leo tumeunganika hapa kwa adhimisho la misa takatifu tukiendelea kumshukuru Mungu kwa maisha yake ya uhai. Tukiomba hayo kwa sifa na utukufu, naomba makofi mengi na vigegele kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya utangulizi huo, niombe sasa miongoni mwetu kuna mmoja amealikwa hapa, angalau wetu tukapata machache kuhusiana na maisha ya hapa, ya historia fupi, na yule ambaye ameandika pale ajiongee mbele sasa. Na mara baada ya hapo tutakuwa pia na nafasi ya pili ya matoleo ya pili, ikiwa pia ni sehemu ya shukrani kwa yote mema mengi ametujalia kupitia mpendo wetu baba ambaye tunamwambia kwa Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Kristo. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu, ili niweze kutoa historia fupi ya Child in the Sun. Child in the Sun ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali iliyo chini ya mwamvuli wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Imeanzishwa toka mwaka 1992 ikianzia Manzese, na mwanzilishi wake akiwa ni Padre Philip Dock wa shirika la Missionaries of Africa, ambao waliendesha hicho kituo, ambapo pale Manzese kuna kituo chetu kidogo ambacho mpaka sasa tunakitumia. Lengo kuu la kuanzisha huduma hii ilikuwa ni kuwasaidia vijana waishio katika mazingira magumu na hatarishi, ambao walikuwa wanafika pale Manzese kwa ajili ya kuomba msaada. Baadaye padri akaamua kuanzisha kituo.
na ilipofika mwaka 2005 Missionaries of Africa walikabidhi uendeshaji wa kituo kwa shirika la MMY, Mary of Immaculata, ambao ndio wanaoendesha mpaka sasa. Lengo hilo la kuwasaidia hawa vijana limegawanyika katika makundi mbalimbali. Kwanza kuna kumjenga huyu kijana kutoka katika ile hali ya ni kurejesha utu wake na kuweza kuthaminiwa, lakini pia kuweza kutafuta familia, kufanya family tracing. Tatu ni kumrudisha kule anakotoka. Lakini wakati hizi processes zote zinazofanyika, ni lazima kuwe na kitu cha kufanya huyu kijana. Ndipo tunapotoa mafunzo ya ufundi na wengine kuwapeleka shule. Tunao vijana 15 wanaosoma shule ya msingi, tunao vijana 2 kwa sasa ambao wako sekondari, lakini tuna kijana mmoja ambaye yuko mwaka wa pili medicine. Huyo kijana tumekuwa naye toka hapa, kutoka darasa la kwanza mpaka amefika form 6 na sasa yuko mwaka wa pili. Lakini yupo kaka yao, wako kaka zao 2 ambao mmoja ni mwanasheria, lakini mwingine huyu ni engineer sasa hivi wa highway construction. Ni baadhi ya mafanikio tu ambayo tumeyafanya, na hizo ndizo shughuli. Lakini kwa hizi shughuli zina changamoto zake, lakini tunashukuru Mungu kwa uwepo wenu. Lakini changamoto tulizozipitia ni pamoja na vyakula. Huu ni uhitaji wa chakula, kwa sababu vijana wanapokuwepo hapa, hao vijana hawatoi ada, kwa sababu kinachowaleta hapa ni uhitaji. Kuna mavazi, lakini kama tunafundisha, manake tuna changamoto ya vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwa upande wa useremala, ushonaji, lakini welding. Kwa sasa pia tunaendesha na darasa la kompyuta kwa vijana hawa. Lakini pia kwa hawa vijana ambao wanakwenda shule, manake kuna mahitaji ya kila siku. Sasa hivi kuna michango ambayo unakuta gharama zake kwa mwezi, ukiwaondoa wale wa yule aliyoko chuoni, lakini hao wa primary peke yake unakuta karibia tunagharimia shilingi 600,000 kila mwezi. Kwa hiyo ni changamoto pia ambayo imekuwa, lakini tungependa hii huduma iweze kuwafikia wengi zaidi. Lakini unakuta changamoto ni uwezo, tunakuwa uwezo ule wa kuweza kuwahudumia hawa watoto, kwa sababu kituo kama kituo kina uwezo wa kuchukua watoto mpaka 80 kwa wakati mmoja, lakini nguvu hiyo ya kuwachukua wote hao kwa wakati mmoja inakuwa ni ndogo. Zaidi ya yote tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo kama kanisa linavyoendelea kutushika mkono kwa ajili ya huduma hii. Tunaongozwa na mkurugenzi wetu Padre Victor Pali akiwa pamoja na wasaidizi wake, lakini kwa mawasiliano tuna barua pepe ambayo ni chadinthesun@chadinthesun.co.tz. Nitarudia, ni cis@chadinthesun.co.tz kwa namba 0686853533. Haya ni mawasiliano. Ikiwa una chochote ambacho unaweza ukachangia kwa ajili ya kuendeleza hawa vijana. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Ilikuwa ni sehemu ya taarifa, kufahamishana, lakini kubwa zaidi hapa ni kituo cha kulelea watoto, na watoto kama damu wengine wanahitaji mambo kadha wa kadha, lakini tukiondoa na maadili pia wanahitaji nao wapate elimu. Kwa hiyo naona mababa zetu wa kiroho, kwa maana mapadri,
kwa neema ya Mungu wanapambana katika maeneo hayo. Kwa hiyo naomba kwa heshima hii ambayo kimwenzi mpendo wetu baba yetu Johnson Buliza Kusaya katika maisha yake, uhai wake, na wanafamilia wamefanya tafakari ya kina, wakaona ni vyema na haki wafanye adhimisho la misa takatifu katika eneo hili, lakini pia nasi wengine tutakuwa mabalozi katika eneo. Naomba kwa heshima hiyo tuwapongeze sana wanafamilia hii kwa kuja. Msemaji wetu ametushirikisha mawasiliano, lakini bado tuna ofisi za kutosha hapa. Mara baada ya misa wanayo haki ya kwenda ofisini pale kupata maelekezo mazuri, lakini pia hata kama hauna chochote cha kutoa, kuwa balozi, tangaza. Kisikia watu wanazungumzia habari za kutoka kusaidia maeneo, ndio kujipatia neema na baraka. Sisi tunaomba kwa sifa na utukufu wa Mungu na tuetende mema ili Mungu atukuzwe na mwanadamu atakatifuze Kristo. Basi baada ya kusema hayo, familia hii ya mpendwa wetu Johnson Buliza Kusaya kwa ujumla wanao wametafakari kwa kina, wanaungana nasi katika kutoa shukrani zao, ikiwa ni sehemu ya msaada pia kwa kesho. Kwa hiyo naomba wote kwa kila mmoja aguswe kile ambacho Mungu amemuongoza katika siku hii ya leo, tuweze kushirikiana. Kwa hivyo basi tutaweka kisonzo hapo mbele kwa maana sanduku la sadaka, na hatimaye mwishoni kabisa miongoni mwa wanafamilia naye atatoa neno la shukrani na baba atahitimisha misa yetu takatifu kwa siku ya Kristo. Naomba mbele kwanza kutoa neno la shukrani, afu baadaye tutalika kwa kutoa. Karibu sana dada. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya familia ya Johnson Buliza, ikiwa kama mtoto wa kwanza wa kike, kwetu tumezaliwa wanne, wanawake wawili, wa kiume wawili, lakini bado tukioni kama ni wachache. Tuna watoto wa baba zetu wakubwa na kama nimefika na baba maji. Kabla hapo, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa baba aliyekuwa bora. Baba yetu alikuwa ni baba bora, na ametufundisha imani, na ametufundisha kumjua Mungu, na mpaka sasa tunamtumikia Mungu, na tunajua huko mbele mbinguni tutaenda kukutana naye kwa imani. Baba yetu alikuwa mtu wa kusaidia watoto wote ambao hawajiwezi na wale ambao wagonjwa wa hospitalini, yatima. Aliwasomesha. Baba yetu katuachia watoto 10 ambao yanasomesha yatima, kiwepo wengine vyuo vikuu na shule za sekondari. Tumeahidi mbele ya Mungu tutaendeleza yote ambayo ameacha baba yetu. Hatujioni kama tuko wachache, tunajiona tuko wengi, kwa sababu kuna wengine ambao baba yetu amewaleta. Kwa hiyo sasa tunaona tuko wengi, hatujioni kama tuko wanne. Tunaona kama watoto wote wenye mahitaji ni ndugu zetu, na wengine wote ambao kwa hospitalini wanaumwa pia ni ndugu zetu. Kwa hiyo tumefungua milango, sio ile milango tu ambayo alitufundisha baba yetu, hata sisi tuna milango yetu ya watu ambao wanahitaji matoleo. Kwa wote ni ndugu zetu. Kwa karibuni wote, marafiki, ndugu, jamaa, katika kumtukuza Mungu katika hilo. Kwa hao ambao hawajiwezi, twende pamoja na sisi, tutembee pamoja kwa chochote mtu ambacho kile amejaliwa na Mungu. Unapita kwenye vituo vya watoto yatima, unawasalimia hata kama una kitu, unawajulia hali. Kesho Mungu akikupa utapeleka chochote, hata kama ni mchele, ni sabuni, nini. Ni watoto wetu wote, kwa sababu wao leo wako hivyo, hakutamani kuwa hivyo. Hata sisi leo hatuna baba yetu, tunaenda kuwa yatima pia. Yatima nyie wote pamoja na sisi ni yatima. Baba yetu ameondoka, lakini tunaye Kristo ambaye tunamtegemea na kumwamini katika hii dunia, atatusimamia. La pili, namshukuru kwanza Mungu. Mungu kwanza. La pili, nashukuru baba mapadri kwa ibada takatifu nzuri kwa ajili ya baba yetu. Pia nashukuru baba Miki. Padri Miki, simama watu wako. Nadhani huo ni, tukisema kwetu sisi tuko wanne, huyo nadhani kwetu ni wa kwanza. Ni mtoto wa baba yetu pia. Yeye ni padri, lakini baba yetu ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana. Anasema katika watoto wangu huyo wa kwanza.
Kuna Padri Dani pia, na yeye ni mtoto wa baba yetu. Baba yetu alikuwa anampenda sana. Padri Dani, naomba simame. Tena huyo ndio yeye anakuambia kabisa yeye ndio wa kwanza kupewa ulisi. Mtoto wa baba, kama mimi katika vitu vyote mimi wa kwanza kupewa ulisi. Padri Miki ana mimi siku zote nitaweka sala. Lakini yeye Dani kivuruge. Basi hao ni kaka zetu ambao tupo wanatuongoza katika imani. Hao ndio wa kwanza kwa baba yetu, nadhani sisi wengine ndio tunafuata. Basi namshukuru baba paroko kwa ibada nzuri. Namshukuru baba paroko pia kwa ibada nzuri. Namshukuru Padri Amaradi pia kwa upendo wake kutukaribisha maeneo haya kufanya ibada na kujitolea matoleo yetu. Nashukuru Padri Nevi, nashukuru na mapadri wengine wote kwa moyo wa upendo. Nashukuru ndugu jamaa na marafiki, vikundi kwa sala, kwa majitoleo yenu kwetu. Yaani kwa vitu vyote tunashukuru. Nashukuru pia mdogo wangu. Haikuwa kazi rahisi na yasimame. Huyu kwetu ni wa mwisho. Ndio kanifuata mimi. Muda mwingi mimi nilikuwa na majukumu mengi. Muda mwingi yeye ndo alikuwa anaenda kwa baba, muda mwingi sana anaenda. Mimi ni kibano, yeye anaenda. Na mimi nipata muda naenda. Na kushukuru ndugu wangu kwa upendo. Kingine nashukuru dada Mage kwa sala. Nashukuru mama Miki kwa sala. Nashukuru wanajumuiya wangu kwa sala. Nashukuru marafiki kwa sala zenu. Nashukuru vikundi kwa sala zenu. Watu wote nawashukuru. Namshukuru Engineer Alex kwa upendo. Namshukuru mama Miki kwa sala na upendo. Namshukuru mama Ngoi kwa sala na upendo wa kutukimbilia. Yaani tunashukuru watu wote. Namshukuru wifi yangu Eliada kwa upendo kwa kutukimbilia, yuko mahali hapa. Tunashukuru sana sana sana. Wanasema moyo usiokuwa na shukrani ukausha mema yote. Sisi hatujioni tuko wenyewe, tunajiona tuna ndugu walio wengi. Tunashukuru. Namba baba mkurugenzi pale, namba shukuru kwa mkurugenzi. Familia imeandaa ile ndani ya haki na ukipata sasa. Karibu. Tukiongozwa na wanafamilia ambao wataongeza shukrani yao ikiwa ni sehemu ya kuendelea kufanya matoleo katika kituo hiki. Nasi wengine wote tunaguswa, tujiongea hapa na tunaomba kwa mkurugenzi akisimama hapa kwa maana yeye sasa ndio anakuwa mwakilishi wa kupokea hayo matoleo ambayo tunayafanya. Kwa hiyo tuleteni hapa. Kristo. Naomba mjipokeze kwa makofi mengi na vigegele wapendwa. Na
kabidhi adharai kwa baba mkurugenzi kwa neno na yanastahili kufanyika afanyike, na mara baada hapo na baba mkurugenzi tutamkaribisha baba atatuongezea misa takatifu, naye na kama anastahili kusema atasema, na mwisho atahitimisha misa takatifu. Baba mkurugenzi, karibu sana. Kristo. Naona sasa ni mchana, tunapata usingizi mwema. Poleni sana. Tumshangilie Bwana kwa makofi kwa siku ya leo na zawadi ya marehemu mzee wetu Johnson, na Mungu ampe pumziko la milele, raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Wapendwa taifa la Mungu, nasimama mbele yenu kutoa neno la shukrani kwa michango yenu, mchango wa pili kwa ajili ya kituo chetu na kwa ajili ya wanafunzi ambao wanaenda kila siku wanasoma shule ya primary na sekondari. Kama alivyotuambia, sisi pia tunajitahidi kumsomesha mtoto mmoja au kijana mmoja ambaye anasoma masomo ya udaktari medicine mwaka wa pili, ila anajitahidi sana. Kati ya 5 anapata 4.5 4.5, maana anajitahidi sana. Ndio maana tunapambana kwa ajili yake. Na pia kwanza namshukuru Mungu Mwenyezi kwa siku ya leo na kwa zawadi ya mapadri wawili. Tunafahamiana tukienda kwa ajili ya kikao cha mapadri, ndio tunasalimiana. Ndio nilipomwona baba nikamwambia, wewe ndio tuliwasiliana jana, ndio mimi. Na baada hapo namfahamu baba Adele, na pia kuna baba pia ambaye anaitwa Padre John Pirito, na padre aliyekwepo akaenda likizo, ndio akaja kwa kunisaidia kwa muda. Kwa naomba Father John asimame awapungie mkono. Naomba you stand and just wave your hand to the people. Na bado anajifunza Kiswahili, ni padre mpya pia. Tumsifu Yesu Kristo. Na jambo la pili, na washukuru wana familia ambao walikuja kabla wiki moja wakasema tunataka kufanya ibada au tunataka kufanya misa ya kumbukumbu ya marehemu na baba yetu Johnson. Na nina kumbukumbu, ndio tukio la pili ambalo ni tukio kubwa, ni tukio wa misa ya leo. Mara kwanza tulifanya misa ya ndoa. Kuna wanandoa walifunga ndoa katika parokia Msakuzi, wakasema tunakuja, tunapenda kufanya sherehe na watoto wetu, tunapenda kula na watoto wetu. Ndio wakaja wakafanya sherehe ya ndoa, ndio wakala na watoto wetu. Ndio tukio la pili, ni tukio la leo. Kwa na washukuru sana wana familia, msituache gizani, tuendelee tuombeane, tumwombe mzee wetu aliyetuaga, na Mungu Baba Mwenyezi asamehe makosa yake, ampokee katika makao yake ya milele. Tumsifu Yesu Kristo. Na baada hapo, na washukuru sana wageni waalikwa na wale waliokuja mara ya kwanza, na washukuru sana, karibuni sana. Napenda kuwakaribisha ninyi nyote kwa heshima na dhati. Naombea ninyi nyote tuendelee kumwombea marehemu wetu, tuendelee kumwombea mzee wetu. Sio ni leo tu siku 40 tukamwombea, baada hapo tuache tusimwombee. Hapana, hadi aingie mbinguni tuendelee kumwombea, kwa sababu yeye pia anahitaji maombi yetu, anahitaji sala zetu. Kwa naomba tusimwache, tuendelee kumwombea, na Mungu Baba Mwenyezi ampe pumziko la milele. Na mwisho na washukuru ninyi nyote, na pia namshukuru Baba Komba. Nilimjua alipokuja parokia ya Kibogere, ndio tulifahamiana. Bwana, kushukuru Baba kwa timu yako pia, kama ulivyotuambia tuwe balozi wa kituo cha Child and Son. Na mwishoni, na washukuru sana, na watakieni kila laheri,
na pia nawatakieni Dominika ya Roho Mtakatifu, na kesho ni sherehe ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu awashukie, na Roho Mtakatifu awajalie mapaji yake na vipaji vyake. Na kwa heshima na dhati napenda kumkaribisha Baba Miki aliyetuongezea ibada aseme neno, alafu nimkaribisha Baba Daniel pia aseme neno fulani. Baada ya hapo tutimize zoezi letu la misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nilishaongea sana kipindi cha mahubiri. Zaidi na watakia Jumamosi njema, na pia kama nilivyosema baba kwamba kesho ni Pentekoste, tumtumie Roho Mtakatifu vizuri. Zaidi basi muendelee kupendana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mpendwa wetu baba yetu Johnson. Leo tumekutanika hapa tukiwa tunaendelea kumwombea kwa adhimisho hili sadaka ya misa takatifu. Mungu azidi kumpa pumziko la amani ili apate kustahilishwa kufika mbinguni. Basi kama ambavyo padre amesema, isiwe mwisho leo. Mtu akishakufa huwa hana tena nafasi ya kuendelea yeye kujitetea. Kwa ajili ya imani wa Katoliki tunajua hilo kwamba kanisa ile ambalo linasafiri tunao wajibu wa kuombea marehemu. Kituo cha 13 cha njia ya msalaba kinatuambia hivyo. Mara tu baada ya kifo ndio mwisho wa mapambano na mahangaiko. Maana yake wewe huna tena muda wa kusema kwamba ninge zinakuwa hazipo tena. Wanabaki wajiwani wengine, basi wajitahidi kukusalia na kukuombea. Kumbe kwa familia kwa upekee, wapendwa ndugu zetu, basi muendelee hivyo kumwombea baba. Kwa mfano wa Mtakatifu Monica kwa mtoto wake Agustino, wakati Monica anakaribia kufariki, aliwaita watoto wake wote watatu. Agustino ndio ambaye anatajwa kwa jina kwa upekee. Aliwaambia kwamba ninyi wanangu wapendwa, mnayo ruhusa ya kunizika mimi mama yenu kokote kule mtakako, lakini aliwapa kama sharti, agizo kwamba kamwe msinisahau katika altari ya Bwana. Ndivyo ambavyo tunawaasa na kuwasihi, basi muendelee kila baada ya muda mtakavyokuwa mnawiwa kuendelea kumwambia baba. Pili ni jambo ambalo wao wametushirikisha sisi familia, ndugu, jamaa, marafiki, kwa kutuita kwao mahali hapa katika kituo hiki. Ni jambo la heri la pekee. Wenzangu na mimi, wangapi ni kwa mara yao ya kwanza kufika hapa? Tunyoshe. Ndio mara ya kwanza. Ni zaidi ya nusu ndio tumefika hapa leo kwa mara ya kwanza. Hadi kasema hili tukio la pili kubwa ilikuwa ndoa leo hili ambalo tunamshukuru Mungu kwa maisha ya baba yetu Johnson. Mimi nasema la tatu itatokea kati yetu, si ndio? La tatu itatokea kati yetu, ndio sio? Basi kama ambavyo tumewiwa kwamba tukae mabalozi. Inawezekana hiyo njia tunapita hapo, lakini nafanya nakosa uthubutu wa kusema kwamba basi twende tukawaone ndugu zetu ambao wanaishi mahali hapa. Kwa haya ambao tumepewa kwa ufupi na ndugu msemaji, sisi tupate mguso wa kuona namna iliyo njema ya kuwa mabalozi wazuri. Sisi wenyewe kwanza tukiwa sehemu ya chochote kitu katika maana ya kusaidia. Mama Teresa yeye huwa anatupatia mfano mzuri. Sio lazima uwe na kitu kikubwa ndio useme kwamba nikafanye jambo, walau katika kile kidogo ambacho Mungu akujalia wewe. Maana tunasema hakuna maskini kwa hakika ambaye atakosa cha kutoa, hakuna. Yaani ukijita maskini ile ya kutupwa, si katika maana kwamba utakosa cha kutoa. Ndivyo ilivyo upande wa pili, hata kwa tajiri ambaye hawezi cha kukosa cha kupokea. Kumbe unacho
ni vile tu nasema ule moyo. Sasa katika huo moyo ufungue, uwe tayari kuja kuakililia kwa kidogo kitu ambacho Mungu amekujalia katika familia hii ya ambao basi kanisa, mapadri ambao wanatumia namna fulani katika yote ambayo wanaweka ili waweze kupata mahitaji yao msingi. Kwa basi naamini kati yetu sisi ambao tumehudhuria adhimisho hili, kusanyiko hili, tuwe sehemu ya mwendelezo wa kituo hiki kwa dili ambavyo Mungu anatujalia. Basi nami niwatakieni nyote mchana mwema na maandalizi mema ya maadhimisho sherehe ya Pentekoste ijayo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tusimame kwa baraka ya mwisho. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Na baada ya hapo naomba tupige picha pamoja, alafu kama kuna utaratibu mwingine. Kwa sababu katika kusanyiko hili pia familia imetukirimu napoendelea kumkumbuka baba yetu, tushiriki pamoja nao chakula cha mchana ambacho kimeandaliwa, ikiwa ni sehemu ya sadaka hii ambayo tumeitoa katika adhimisho la misa, lakini pia sadaka hiyo ambayo wanaendelea kuitoa kwa ajili ya sote ambao tunashiriki pamoja nao. Basi kama tusimame tubariki mapaji na yote ambayo yameandaliwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu ya asili na chemchemi baraka zote, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki mapaji yote yaliyoandaliwa kwa ajili yetu. Wabariki na wale wote walioandaa ili nasi tutakapoyatumia yatupatie nguvu na afya ya kuendelea kutumikia vyema. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baada ya walelewa hawa ni miongoni mwa wanafamilia. Bwana msaidie, kuna wengine wachache kwa na ukipenda kwa waraka, na kumbuke mara baada ya picha hii kupata pia chakula. Tupenda utaratibu kwa tu. Amina.